Kimario, na baadaye Baba Askofu Mkuu atamaliza. Mhashamu Askofu Mkuu Baba Isaac Amani, Mhashamu Askofu Robert Kimario wa jimbo la Same, waheshimiwa mapadri wenzangu, watawa wa kike na wa kiume, familia ya Asinga, wana parokia wa Salasala, parokia teule St. Teresa na nyingine, na waombolezaji wote, tumsifu Yesu Kristo. Ni wajibu wangu kusimama mbele yenu na kutoa shukrani kwanza kwa Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha ya Padre Peter. Kati yetu yeye alikuwa kwa wengine ni mtoto, ndugu, paroko, rafiki, lakini kwetu alikuwa ni mwanashirika na alifanya utume wa shirika kwa uaminifu kadri alivyoweza, na mimi pia nilipata bahati ya kufanya naye kazi kwa miaka 4 katika level nyingine, yeye akiwa kama ni msaidizi wangu wa kwanza. Kwa hiyo nashukuru pia kwa majitoleo yake, sio kwenye utume na uinjilishaji tu, lakini pia katika uongozi wa shirika. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya huo wito wake kama mtawa na misionari. Nimshukuru Baba Askofu Mkuu Isaac Amani kwa kutuongezea hii ibada na uwepo wa mwanashirika mwenzetu Askofu Robert Kimario wa jimbo la Same. Niwashukuru tu kwa ujumla wale wote wanaparokia kule alikofanya utume, na hapa siku za mwisho hapa Salasala, St. Agustino wa Hippo Salasala na parokia nyingine za jirani, kwa ukaribu wenu mlikuwa naye yeye kama paroko wenu na mchungaji wenu. Mengi nimeshasikia, sihitaji kuyarudia, lakini tu mimi niende kwenye shukrani kwa namna ambavyo umekuwa naye karibu, hasa tangu siku zote, lakini hasa miaka 3 alivyougua. Mmeonyesha ukaribu kwa majitoleo yenu, michango ya hali na mali kuweza kumsaidia aweze kuwa na afya njema. Siwezi nikasema yote na labda mengine nilishasema. Nashukuru sana na mjisikie mmeshukuriwa. Niwashukuru mapadri wenzangu waliotoka katika majimbo mbalimbali, tangu kule Dar es Salaam, Morogoro, Same, Tanga, Moshi, jimbo kuu la Arusha, Mbulu na kwingineko. Tunathamini uwepo wenu. Ni wakati watu wana majukumu mbalimbali, lakini wamejitolea kuja. Nashukuru kwa hilo, na hilo nalisema pia kwa dada zetu watawa wa kike waliokuja kushiriki nasi hapa kumwombea Father Peter na kumsindikiza kwenye maziko. Nashukuru sana kwa uwepo wenu, na watawa wa kiume pia natambua, nimeona wengine, na washukuruni kwa uwepo wenu. Na wameshashukuriwa wale walikuwa ni wauguzi, na Dr. Ellen kwa kweli nilisema hata jana kule Dar es Salaam, ameonyesha ukaribu mkubwa sana na Padre Peter, na mimi na sisi wanashirika tulimfahamu Dr. Ellen kwa kupitia Padre Peter. Nilikutana naye kwa mara ya kwanza kule Salasala akiwa anamhudumia, na ameshahudumia wenzetu wengine pia. Kwa hiyo tunashukuru, na kwa kupitia yeye tunashukuru wale wote waliohangaika na Padre Peter, wale wauguzi, madaktari na wahudumu ndani na nje ya nchi. Pia ni washukuru wale walikuwa naye kwenye jumuiya, msaidizi wake wakili paroko Urbanus Kioko, kwa kuwa naye katika jumuiya, na pia kwa kweli alijitolea mara nyingi kumkimbiza hospitali mambo yanavyogeuka haraka. Nashukuru kwa hilo, na Padre Komba pia ambaye alikuwa yuko kwenye jumuiya, Flavian Komba, wameonyesha ukaribu na upendo. Jana tulikuwa tunamuingiza Father kanisani, kwa kweli niliona wanalia
kama naruhusiwa kusema, kama watoto wadogo. Sisi tunamfahamu Padre Peter kwa namna tofauti, na mara nyingi tunavyokuwa mahali kama hapa tunatoa zile official version za kumfahamu. Baba Askofu alisema huwezi ukasema kila kitu, lakini mimi wakati mwingine namna ambayo tofauti ambaye tulimfahamu. Father Peter alikuwa ni binadamu kama sisi, alipenda maisha, alipenda kuenjoy life, na kuna vitu viwili wanashirika wanajua. Father Peter alipenda nyama ya kuchoma, alikuwa anaweza kudetect kwa mbali nyama nzuri. Halafu ikishakuja uruhusi kukata, ni yeye alikuwa na namna yake ya kuikata, alikufa bila kuniachia hiyo namna. Halafu hiyo nyama inateremshwa na Serengeti baridi, changanyi vile, alikuwa predictable. Kwa hiyo hii namna ya binadamu ambayo tulimfahamu Father Peter, na tunamkumbuka kama baba wa kiroho, lakini tunamkumbuka pia baba alikuwa binadamu kama sisi, enjoy maisha, labda alitaka zaidi, lakini amemruhusu Mungu afanye mambo yake. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote. Basi kwa wote mlioko hapa, kwaya, wahudumu, watu wa media wote, wale wa caterers, kila mtu kwa nafasi yake, na wanafunzi wetu, tunawashukuru sana kwa uwepo wenu, tunauthamini uwepo wenu. Mwenyezi Mungu awabariki. Sisi tunachoweza kufanya kikubwa ni kumwendelea kumwombea Padre Peter. Raha milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Na sasa nimkaribishe Askofu Robert Kimario aseme neno. Kristo tumaini letu. Kitu ambacho wengi wenu hamjui ni kwamba Father Peter kwa sasa marehemu, yeye pamoja na Father Valentine Bayo ambaye yuko hapa, nimemwona kwa mbali. Father Valentine Bayo pamoja na mimi tulikuwa wanafunzi pamoja tukiwa wadogo, wakati tunatafuta kuingia shirika hili miaka ya nyuma kabisa. Tunatembea kutoka barabarani na tujui Usariva ni wapi. Tuliambiwa tukaingia hapo mjini, tukauliza, tukaambiwa ni hapa, tukateremka. Kulikuwa na kadispensari kadogo pale, sasa imekuwa kubwa. Basi nateremka kuja kuuliza, hivi ukitaka kuwa padre wa shirika la Roho Mtakatifu huwa unafanyaje? Kwa hivi namfahamu, yani baada ya familia yake kwa kweli. Baada ya hapo tukiwa wadogo kwenye miaka 20 tulianza kutafuta namna ya kuingia utawani, na tulikutana wakati huo miaka ya 70 na kitu. Halafu tumesoma pamoja kwenye falsafa vyuo tofauti, lakini novisiati tukawa pamoja, na teolojia tauhidi takatifu kule Nairobi St. Thomas Aquinas tukasoma pamoja. Kila mtu huwa anajivunia shule aliyosoma awali, yani sekondari. Sasa
Tunamuuliza Father Peter, wewe ulisoma shule gani? Anasema Kilimanjaro Boys. Yaani tulikuwa tunacheka. Kilimanjaro Boys ukaweza unakuja kucompete na sisi ambao tumesoma shule kubwa kubwa. Maua. Kwa hivi kwa namna moja alikuwa anajisikia kwamba ni mdogo. Labda ndio unyenyekevu wake. Lakini kitu cha ajabu, na hii ndio sifa ambayo napenda kuisema kwenu, Father Peter alikuwa na great determination, kule kutokubali kushindwa. Alipambana. Mwaka wa kwanza of course alikuwa haoni ndani. Lakini bwana, unashangaa mtu ambaye alikuwa haoni ndani. Mwaka wa pili, tunamwona nikidedea. Mwaka wa tatu, anaanza kubana. Mwaka wa nne, ndio yani ndiye anaongoza darasani. Kwa hivi mimi namfahamu kama mpinzani mwenzangu. Mpinzani ambaye alipambana kwa kweli mpaka yani hizo achievement zote alivyofikia katika kusoma, lakini pia katika uchungaji, maisha ya kiroho, ni kweli kabisa. Lakini ni ile sifa ya kukazana, kutokubali kushindwa, kutokubali kwamba shule ya Kilimanjaro Boys iko nyuma ya zingine, na ameijengea Kilimanjaro Boys jina. Kwa hiyo wale ambao mlisoma Kilimanjaro Boys, hongereni sana. Kwani mwenzenu ameprove kwamba hata kitu kikubwa, kitu kizuri kinaweza kikatoka mahali ambao hutegemei. Ndivyo alivyokuwa Father Peter. Father Peter, asubuhi nilipofika tukaenda kumuona kwenye jeneza, amelala, hajiwezi. Mtu ambaye alikuwa anajiweza kwa kila jambo, lakini hajiwezi, amelala hivi. Kwa kweli nililia machozi na mimi. Kwani sio kwamba tu nilisoma pamoja naye, lakini pia tumefanya kazi pamoja kule Njiro. Na hicho alichosema mkuu wa shirika Father Florentine ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa, na mimi natoa ushuhuda wangu. Sasa nilikutana naye mwaka jana aliyotoka India. Basi kawaida ni mcheshi, ni mtu anatabasamu safi. Akaniambia, nikamwambia, habari zako baba, pole, na ninasikia ulikuwa unaumwa. Akasema, ndio nirudi bwana, sasa nyama zitanikoma. Nyama choma itamkoma. Kwa ni ushuhuda mfupi tu. Lakini sasa juzi niliposikia kwamba amelazwa, na nashukuru sana Father Florentine uliniambia pale Dar es Salaam. Sasa mimi sikuamini kabisa, yani haya maneno kwamba mtu ambaye aliniambia ataenda nyama choma zitamkoma, alafu ndio mtu huyo amelala. Asubuhi hii nimemwona kwenye jeneza pale, sikuamini. Kwa maana alikuwa hakubali kushindwa. Lakini kumbe siri nimeijua leo. Katika shuhuda mbalimbali ambazo watu wametoa hapa, ni kwamba alikuwa, na nadhani ni Dr. Helen amesema kama siri ya maisha yake, kwamba alikuwa hataki kuishi na kusumbua watu kwa magonjwa kwa muda mrefu, kukondeana. Ukimwona si ameshiba kabisa, ukimwona kwenye sura yake kwenye jeneza ameshiba kabisa. Maanake hakutaka kukondeana, kuleta hii. Kwa hiyo napenda nadhani hata kushukuru sio mbaya. Kushukuru na kushukuru wewe Baba Provincial
tunakupa pole, maanake ni msaidizi wako kama ulivyosema, lakini tunajua ni mwanashirika mwenzetu. Wanashirika wote na wapeni pole na shukrani pia. Wana Salasala, poleni sana. Honestly, poleni sana, manake ninyi wana Salasala na wana Domenico, manake juzi tulikuwa hapa kumzika Father Macha, Daniel Macha, na karibu ugonjwa nadhani ni ule ule. Kwa hivi mnakuta mnambeba mgonjwa kama wa kwenu. Yaani hiyo inanishangaza. Kumbeba mgonjwa wetu anakuwa ni mgonjwa wenu. Mnambeba mpaka mwisho. Na Salasala imefanya hivyo hivyo. Kwamba ule ukanda wa Salasala ule inaonekana ni mahali pazuri pa kufanya kazi. Inaonekana ni mahali pazuri pa kuchapa kazi. Sisi watawa, sisi wa misionari, kwani mnatuvumilia mpaka mwisho, mnatubeba mpaka kwenye jeneza. Asanteni sana. Wanafamilia, nadhani wengine tushakutana, kaka zake marehemu Father Peter. Wakati tunapata ushemasi kule Nairobi mlikuja. Tunapata upadrisho pale Arusha mlikuwepo, nyumbani kwenu tumefika. Kwa hivi mimi naelewa pigo hilo ni pigo, kwa kweli pigo kubwa, lakini nashukuru yale maneno mlisema hapa, msema maneno ya imani kabisa kwamba alifanya kazi yake, amefika mwisho na Mungu ameridhika naye. Sisi ni wanani tusiridhike naye? Sisi ni wanani tusiridhike na kazi ya Mwenyezi Mungu? Kwa hivyo mimi pia najisikia kumisi mwenzangu ambaye tulichapa kazi pamoja, tulisoma pamoja, tulikazana pamoja, tulicheza pamoja, tulikasirikiana pamoja. Hivyo vitu vipo, maana tulikuwa wadogo. Kwa hiyo kasirika nadhani ni jambo la kawaida kibinadamu. Kushindana ili ushinde mwenzako uwe na namba nzuri zaidi darasani, hiyo iko evident. Iko ni wazi, hiyo ni jambo la wazi. Lakini kinachonigusa ni kumwona, labda kuishi kwingi ni kuona mengi. Kwa hiyo nimeona mambo, kumwona mwenzako ambaye mlikuwa mnashindana darasani amelala kivile inaumiza. Lakini naomba nisiwaache kwa machungu, bali niupende kuwapeni neno la faraja kwamba Mungu ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Amina. Karibu Baba Askofu Mkuu. Asante kweli. Wapendwa wa taifa la Mungu, itifaki imezingatiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Baada ya kuongea kirefu kwenye mahubiri, sasa nimepata nafasi ya kumalizia hili zoezi kwenye eneo hili, tukamweke mwenzetu mahali ambapo atakaa akisubiri ile siku ya kengele ya kuamshwa kutoka wafu kurejea kwenye uzima. Tunaelezwa kwenye kanuni ya imani kwenye mambo yanayoonekana na sasa yale yanayoonekana ndio tumesema yote hapa. Tumeonekana, tumeyasikia, tumeyashika na mwe tumeishi naye mpaka ambayo tulikuwa tunafahamu, tunajulishwa leo kuhusu nyama na neno. Sasa yote hayo yanayoonekana kumbe yalomfanya afanye hayo yaliyoonekana ni yale yasiyoonekana. Ndio ajabu iko hapo. Kuna mama mmoja ambaye alifunga ndoa vizuri, akana watoto watatu, walikuwa nakaa dukani, tukawa tunamtembelea pale shopping. Kila wakati alikuwa na
furaha, uso mkunjufu kabisa, anafurahi kweli. Lakini ukiongea naye anakushirikisha jambo la nyumbani, mume wake ana michepuko kadhaa. Mateso anayoteseka ni makubwa nyumbani. Faraja yake ni wale wateja wanaofika dukani kununua vitu. Anapofunga duka kurudi nyumbani, kwa kweli mateso tu. Akachukua sanamu, picha ya moyo mtakatifu wa Yesu, akaandika huko nyuma ile picha, yeye Mungu, moyo mtakatifu wa Yesu, naomba unichukue mimi na watoto wangu. Akaandika pale na akaweka kwenye nyumba yao sebule. Ikatokea siku mume wake akataka kutoka na familia. Wakatoka mke na watoto wote watatu. Wakapata ajali. Mama na watoto wakafa. Mume alibaki. Tumsifu Yesu Kristo. Hiyo sio hadithi, ni ukweli. Yanayoonekana na sio onekana. Maombi yetu hufika kwa Mungu. Mungu anajua kusoma. Anasoma mioyo. Mungu anaona tunapomlilia. Ukimwita mtoto wako ni mbwa, Mungu anakusaidia kufanya kwa mbwa. Shenzi kabisa wewe, basi anakuwa mshenzi. Kitimoto anakuwa kitimoto, japo haliwi. Kwa hiyo maombi, amefika mheshimiwa hapa ametuambia kwa Father alimuomba anayotamani azikwe karibu na Father Machi. Na pengo amtangulie. Na ikawa hivyo. Yasiyoonekana yana nguvu. Lakini kwa kuwa tunadhani haya yanayoshikika ndio tumaini letu, tunampa Mungu kisogo kushika vitu na watu. Unajiwekea mali ya kujitunza uzeeni. Unakuwa ni mzigo uzeeni. Mali yako uliweka hata haikusaidii chembe. Unaweka tumaini lako kwa watu na vitu, ukizembea kwamba Mungu ametuambia mfano wa Mungu kwanza na haki yake kwanza. Mwambie hapana, ujui hayo ni ya mwisho. Nikijisikia nakata roho nitamwita mpaka niungamishe nile chapu mbinguni. Ndio mahesabu yetu hayo. Tumeambiwa kwamba hatujui siku wala saa wala mahali. Tumsifu Yesu Kristo. Haya maziko yatukumbushe tena, yale yasionekana ndio yanayodumu milele. Hayo yanayoonekana kushikika ni ya muda tu, shika tu, onja tu, ni ya muda. Na utaacha yote hapa, yote utakayochukua ni mahusiano sahihi na Mungu na watu. Hayo utachukua. Pande ameandika jina lake kwenye maisha ya watu waliofika hapa, akashirikisha. Amewaachia nini? Matumaini na upendo. Hebu tufanye hivyo pia na sisi kwa zama zetu. Ukiwa ni mzazi, ukiwa ni mtoto, jirani, binadamu, kumbuka kwamba Jumatano majivu tuliambiwa nini? Wewe ni nini? Utarudi. Lakini sasa tunamwombea mwenzetu safari salama, na sisi tujiandae pia kwa safari salama. Tutazame na kutathmini tumekaaje, tunatembea kwenda upande upi, Mungu ametuweka duniani kwa lengo gani. Tusihame kwenye malengo ya Mungu na kuhamia kwenye malengo yetu ya kipuuzi, kujidanganya na kupotosha na ulimwengu ambao unakwenda mwendo kasi, kwenda penye korongo. Tungeukie Mungu, tumwelekee Mungu. Tengeneza njia zako wakati unapumua. Ukisha acha kupumua, changamoto. Kansa sasa hivi mpaka watoto wadogo wanayo. Zamani ilikuwa unasikia kwa chache, kwa umbali kweli. Dr. Heli ameandika vitabu kadhaa, mimi navyo viwili, kuhusu kansa. Hebu tufanye uchunguzi.
na tujiulize tunakula namna gani? Hata mahusiano yetu yanapokuwa mabovu, yule mama aliandika moyo mtakatifu wa Yesu amchukua na watoto wake na akafanya hivyo. Sina uhakika wala utafiti, ila mapresha kama hiyo yanaweza pia kumpa mtu kansa pia. Sijui. Magonjwa mengine tunapeana sisi wenyewe kwa mahusiano yasiyo sahihi. Tumeacha njia za Mungu na kuingia njia ambazo ni za kikwetu, tukidhani kwamba sio mbaya sana, mbona nafanya fulani. Tutunze afya zetu za roho na mwili. Roho na mwili, zote mbili. Yanayoonekana na yasiyoonekana yote ni muhimu. Basi ninapenda tu kuwatakieni Kwaresma njema, itusaidie kujiandaa kwa Pasaka njema. Furaha milele umpe Bwana, apumzike kwa amani.